Maneno makali aliyozungumza Mzee Abduli babake na Diamond Platnumz yatakutoa machozi kwa kiasi kikubwa sana. Nitakuwekea hapa uweze kumsikiliza Mzee Abduli jinsi ambavyo alifunguka na kusema mengi zaidi kuhusiana na hali halisi ambayo ilikuwepo kati yake yeye pamoja na watoto wake wawili, Diamond Platnumz pamoja na huyu Queen Darling, lakini pia na Mama Dangote. Kiufupi inaweza kukufanya ukadondosha machozi na kumwonea huruma kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu aliyozungumza ni mazito zaidi. Sasa kabla sijakuwekea uweze kumsikiliza hapa babake na Diamond Platnumz Mzee Abduli alivyokuwa anazungumza, naomba nikukumbushe mda wangu kwamba nitakuwa nakuletea updates nyingi sana na utakuwa unafahamu mambo mengi ambayo ulikuwa huyajui hapa kupitia channel yetu. Kwa cha kufanya ni wewe tu kuonyesha upendo. Tumia sekunde moja tu, bonyeza neno subscribe na uliona chini hii video hapo. Baada ya hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kile ambacho utakuwa umeweza kukitazama katika hii video. Mimi ni Gabi Official na hii ni Bongo Vibe channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba updates zote unakuwa unazipata hapa on time kabisa. Sasa naomba usikilize hiki ambacho alikizungumza Mzee Abduli, alafu mimi nitarejea hapa kwa ajili yako. Unajua huyo Queen Darling sijamuelewa. Alafu Queen Darling hajapata, yani kapata support kwa ajili yangu mimi. Yani Queen Darling kaingia kwa kusafi kwa ajili ya damu yangu mimi. Hapo namshangaa anavunja heshima, adabu hana. Kitu gani anachoingilia mimi? Mimi namshangaa hizo gani kwangu mimi? Au shida yake nini? Sijamuelewa. Inawezekana kama alivyosema ameso babake Diamond, inawezekana ikawa kweli. Inawezekana mimi labda nimejipendekeza tu, sijaelewa. Asione kama anaimba nyimbo za Bongo Flava. Ajue mimi ni babake mzazi. Nishasema cool, basi haitoshi, nishazungumza, haina haja usinisaidie, basi tosha. Kwa nini muacha kama wao na kaka yake na familia yake, kama yeye Queen Darling kashanikana basi. Na mimi nishasema basi. Kwa nini unaenda kuniambia tu kipindupindu wanazikwa na familia yao? Si wanazikwa na serikali? Mimi ndazikwa na serikali. Nikanda ndazikwa na wananchi. Mimi na imani nikifa ndazikwa. Kama mtu alikufa akakosa kuzikwa akatupwa, hata siku sijai kuona system hiyo. Mimi kutokana ni sababu yeye akasema ni ndugu yake, hapo mimi ndio mwenyewe damu tumechangia kwa baba, kwa hiyo Nasibu alimpokea kwa ajili ya support ya baba. Kwa hiyo kama anakuwa na adabu hapo, mimi mwenyewe jinsi anavyozungumza, no, simandi kabisa. Yani kumbe heshima ana, kama alivyozungumza tangu mwanzo kama heshima ana, basi na mimi nimejuana. Kumbe aliposema kwamba babake Nasibu, na imani kabisa kama amekishanikana sio babake. Kwa niache ikishindikana zaidi, mimi nitaomba wananchi watanisaidia. Ikishindikana zaidi wasije hata mimi kama ninavyozungumza sasa hivi, tena sema nazungumza na serious. Hata kama msiba wasije watanzika 3 wa mtani, so lazima nimecrash. Haina haja sitaja kuwataja na sitaja kupanda tena msaada kwao. Inatosha sana. Kwa mambo mengi sitaki kuongea, kwa yani na hasira, yani sitaki, yani sasa hivi sitaki kuongea familia yao. Mimi kama nitaongea kinafsi na nitaomba Tanzania nisaidia, inatosha. Na hata vovote itakapokuwa wakiona tabu kuja kufa mimi kuja wasije, wakija okay, mimi nitapokea hisani kama baba. Wasipotokea mimi nitazikwa. Hamna maiti inayotupwa na serikali ya Tanzania hata siku moja. Mimi ni muda sio. Lakini akaja akaumwa Mama Nasibu akapelekwa India. Akaja akaumwa hawa msanii wa Nasibu akapelekwa India. Yote process mimi tu naambiwa subiri. Imekaja tena tatizo la kuambiwa mimi nitaletewa subiri, basi ataka vitambulisho vilivyotolewa huko kwenye mkutano wao ya kusema kwamba huduma ya afya utaletewa, watu watakuja. Yani mazungumzo ya mdomo. Sasa imekuwa kama wananamia mdomo. Yani kwa mimi hawana umuhimu na mimi na hawana mpango na mimi. Sasa kitendo cha kusema kila time kila muda mpaka naona wananchi watanitoa akili. Kwa ufupi tu nishamaliza, sitaongea na channel aina yote. Kwa sasa hivi yote tatokea zaidi ya channel hii. Mimi nitaomba msaada. Chio zangu na imani mtanisaidia tu. Tuombe Mungu. Yote mapito, tupo pamoja. Sasa bila shaka umemsikiliza vizuri kabisa Mzee Abduli. Umesikia maneno ambayo ameweza kuyasema, kila ambacho Queen Darling aliweza kukisema. Kitendo cha Queen Darling pia kumkana kwamba yeye anamhesabu Diamond kama baba yake. Yani imagine Queen Darling anamwambia, Amina anasema kwamba yeye hamtambui Mzee Abduli bali anamtambua Diamond kama ndiye baba yake mzazi. Hali tunafahamu kweli ni kwamba Diamond ni kaka yake, lakini pia mambo mengi sana ambayo aliendelea tuliweza kuyafahamu. Ukimwangalia Mzee Abduli unaona kabisa kuna ufanano namna fulani hivi na Diamond Platnumz, lakini hiki ambacho tunakisikia kimekuwa ni tofauti kabisa. By the way, mimi nataka kufahamu tu comment yako, utuambie kwamba kati ya wale wanaume wote ambao washai kujitokeza akasema kwamba wao ni baba wazazi wa Diamond Platnumz na yule mzee Nyange ambaye tulikuwa tunaona kwamba ndo anasema babake halisi na Diamond Platnumz, alafu ukiangalia picha ya huyu Mzee Abduli, unadhani nani hasa ambaye anaonekana kufanana zaidi na Diamond Platnumz? Mimi natamani kupata maoni yako hapo chini ya hii video, lakini muhimu zaidi kabla hujatoa maoni yako, bonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video ili usiweze kupitwa na video yote ambayo mimi nitakuwa nakusogezea hapa. Mimi ni Gabi Official, mpaka wakati mwingine, bye bye.